tuko pamoja. Haleluya. Niwapongeze sana watumishi kujali muda huu, kupa muda huu heshima kubwa na kuja. Ukiangalia tumejaa hapa wenzetu, hakika tumepata fursa nzuri, lakini kupata fursa ni kitu kingine, lakini kuitumia fursa kwa baraka, kwa faida na elimu nyingine. Unaweza ukawepo hapa mwili, lakini roho ipo kwenye parishing. Unawaza baraza la wazee wa kanisa lililokusumbua jana, unapanga mikakati na jinsi ambavyo ilichagulia baraza ile kwenye imani isubiri kutoka habari za Yesu na mwili tu na wasema watu. Unajipanga. Sasa hapana, hayo yote tuyaache, tuje tukae sote mbinguni kwa Yesu na kumsikiliza Yesu na kuzungumza na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa watumishi wa Mungu, nawakaribisha kwa upendo kubwa katika siku hizi mbili za utulivu. Namshukuru Mungu sana aliyetuleta mahali hapa. Ninaamini kwamba sisi tuliomchagua Mungu, bali Mungu ametuita, ametuchagua na yeye ametupa fursa ya kuja hapa. Tuko hapa ili kuisikia sauti yake akizungumza nasi. Mimi niwahakikishie watumishi wa Mungu kwamba Mungu hapa atasema. Atazungumza na sisi tupate nafasi ya kufanya kwa wapya, tuimarishwe kwa ajili ya kuendelea na utume aliotukabidhi. Somo ambalo nimelisoma ni mwaliko wa Yesu kwa wanafunzi wake kwenda faragha. Marko sura ya 6:31 nasema, akawaambia, njooni ninyi pekee wenyewe faragani, mahali pasipokuwa na watu, kapumzike kidogo, kwa maana walikuwa wengi wakija na kuondoka hata hapakuwa nafasi ya kula. Huu ndio msingi wa utulivu wetu huu wa mwaka 2026. Yesu hakuwaita wanafunzi wake kwa sababu huduma ilikuwa imekwisha. Aliwaita kwa sababu walikuwa wamepewa katika utume mzito na walihitaji kukutana na yeye kabla ya kuendelea na kazi iliyokuwa mbele yao. Pumzika alikoalika Yesu haikuwa mwisho wa utume, ilikuwa maandalizi ya utume unaofuata. Mara baada ya kipindi hicho cha faragha, Yesu na wanafunzi wake waliendelea tena kuwahudumia watu kiroho na kimwili. Kwa hiyo utulivu huu si mapumziko ya kawaida, bali ni sehemu ya huduma ambayo Mungu ametuitia. Mwaliko wa Bwana wetu Yesu Kristo huu tuliosoma, tunaweza kwa maneno mengine tukaiita hii ni retreat. Neno la Kifaransa hili ambalo wazungu wamelichukua retreat. Kwa tumekuja hapa kwa retreat. Maana ya retreat, neno hili retreat lilianza kutumika katika lugha ya Kigiriki, ikimaanisha kujiondoa kwa makusudi kutoka mstari wa mbele vitani. Si kwa sababu jeshi limeshindwa, bali unarudi nyuma ili kujipanga upya, ili kutibu majeraha. Unarudi nyuma ili kupokea maelekezo mapya. Unarudi nyuma retreat ili kujiandaa kwa hatua inayofuata ya vita.
Juzi katika mtandao nilisoma mshauri mmoja wa kijeshi huko Iran. Sasa kwenye mitandao kuna mambo mengi ya kweli na sio kweli, lakini hata ndilo lilikuwa jambo la kweli. Mshauri anasema hatukubali tena Marekani wakituambia kwamba tuketi kwa mazungumzo ya suluhu, kwa sababu wenzetu wajanja sana. Walituambia tuketi kwa mazungumzo, ilikuwa ni mbinu yao ya kuongeza ndege zaidi, ya kupeleka majeshi zaidi, ya kupeleka silaha zaidi katika eneo la vita, na sasa wanatupinga. Hatutakubali tena, wajanja sana. Maana yake anasema ile ilikuwa ni retreat ya jeshi la Marekani, na sasa hivi wanaunguza vitu. Baadaye kanisa likatumia neno hili la retreat kuelezea kipindi cha kujitenga na shughuli nyingi ili kukutana na Mungu. Kipindi cha kujitenga na shughuli nyingi ili kukutana na Mungu. Na ndio maana wasihi mambo ya kule nyuma tuyaache, bali tuje hapa kwa moyo mmoja, na kila mmoja awe na shauku ya kukutana na Mungu. Na hakika Mungu tutakutana naye mahali hapa. Kwa hiyo retreat ya kiroho si kukimbia vita, hatukukimbia vita huko mitaani, bali tumekuja kujiandaa hapa ili tukirudi tukapigane na ibilisi vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni askari wa Kristo, kama tulivyosoma katika somo la waraka Timotheo ya pili mstari wa pili sura ya 3 hadi mstari wa 3 hadi 4. Paulo anatukumbusha kwamba sisi ni askari, ushiriki pamoja nami katika mateso kama askari mwema wa Kristo Yesu. Hakuna mtu atendaye kazi ya askari ajitae katika shughuli za maisha haya apate kumpendeza yeye aliyemwandikisha kuwa askari. Na katika Efeso sura ya 6 mstari wa 10 na hadi 11, hatimaye zilikuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake, vaeni silaha zote za Mungu mpate kupiga ila za shetani. Sisi ni askari. Maisha ya mtumishi wa Mungu si maisha ya starehe, ni askari. Ni vita mchana, ni vita usiku, tunapigana. Ni maisha ya vita za kiroho. Kwa nini tumeitana na kuja hapa? Tumeitana na kuja hapa kwa sababu kwa miezi mingi na miaka mingi nimekuwa mstari wa mbele nikipigana katika vita. Nimeitreat sasa. Nimepambana na dhambi. Nimepambana na mafundisho ya uongo na niliyotafakari. Nimepambana na majaribu mbalimbali. Nimepambana na migogoro ya kanisa, migogoro ya kifamilia, changamoto za kifedha, wakati mwingine magonjwa. Nimepambana huko uzuri za wale wanaohudumia na mashambulizi mengi ya adui. Nimepiga na kupigika sana. Nimekuja hapa. Wengi wenu mmeendelea kusimama kwa uaminifu huku kama askari Bwana wetu Yesu Kristo, lakini najua kuna baadhi wamechoka. Kuna watumishi wako hoi nitabana. Nirudie kusema kwamba najua kuna wengine wameendelea kusimama kwa uaminifu kama askari upande wa Yesu, wanapigana kwa uaminifu
Sasa hivi tuko zaidi ya 200 katika dayosisi yetu. Lazima kuna baadhi unapungulia mashine. Wapo waliojeruhiwa, wapo waliokata tamaa, wapo ambao moto wa kwanza wa wito wao umeanza kupungua. Hapo kwanza walikuwa na moto kwelikweli, lakini vita, majaribu, mitego, mambo mbalimbali, ule moto umeanza kufifia. Ule moto wa kwanza, ule moto wa kiroho, mpaka kuelekea kutoka sana utafuta moto ule wa kwanza umeanza. Wapo wanaojiuliza kama bado wana nguvu za kuendelea. Ndio sababu tumekuja hapa, kwa sababu ya mambo haya yote, si kwa ajili ya kuhukumiwa. Hatukuja hapa kuhukumiwa, Bwana asifiwe. Si kwa ajili ya kulaumiwa, hatukuja hapa kulaumiana, Bwana asifiwe. Si kwa ajili ya kuongezewa mizigo, unaanza kubeba mzigo alafu unaongezewa mwingine. Hapana, tumekuja ili tukutane na uso wa Mungu. Kuna mtikio, kuna mashaka. Tumekuja tukutane na uso wa Mungu. Hakuna hata mmoja atakayerudi kama ulivyokuja. Tumekuja ili tusikie sauti ya Mungu. Tumekuja ili tupate nguvu mpya. Tumekuja ili tukumbushwe wito wetu. Tumekuja ili pale tulipotoa tuwake tena. Tumekuja ili pale tulipokengeuka tutubu na kurejea kwake kwa moyo wote. Kuna wetu Yesu Kristo mwenyewe ilikuwa desturi yake kufanya retreat, kujitenga ili apate nafasi ya kuwa pamoja na Baba, kama alivyosema katika Luka sura ya 5 sura ya 16 inavyosema kwamba lakini yeye alikuwa akijitenga katika mahali pasipo na watu akiomba. Inawezekana muda mrefu sana mchungaji utakaa muda wa retreat peke yako na kuzungumza na Mungu na kutafakari wito wako. Inawezekana muda mrefu sana. Tuko wachungaji wengi, wengine wananikubalia kwamba kwa kweli sina muda mrefu sana. Shughuli zimekuwa nyingi. Nyingi shughuli, hatuna muda wa kukaa na mwajiri, kukaa na asili ya nguvu yetu, kutulia na Mungu. Muda umekuwa umekosekana. Nilisoma habari za Martin Luther. Martin Luther wakati ule wa mapambano alikuwa na kazi kubwa sana. Anahubiri, anafundisha, anatafsiri neno la Mungu kwa lugha ya watu Kijerumani. Anafanya kazi hizo zote. Kwa hiyo kuna siku zingine alikuwa busy sana, lakini Martin Luther siku aliyokuwa busy sana aliongeza muda wa maombi. Haleluya. Kwa sababu alikuwa busy sana na kazi nyingi sana, alihitaji muda na nguvu zaidi na mamlaka zaidi ya Mungu. Kwa hiyo aliongeza muda wa kuomba. Lakini sasa sisi shughuli zikizidi, maombi ndio yanakosa nafasi kabisa. Nasikia wiki nzima, mwezi mzima, mchungaji atatulia na Mungu. Sasa tunapata fursa hiyo ya kutulia na Mungu. Kama ulikosa fursa hiyo, sasa fursa hii imepatikana. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu aliona umuhimu wa kujitenga kwa ajili ya maombi na ushirika na Baba, sisi tunahubiri ufalme wake tunahitaji zaidi nyakati kama hizo. Inawezekana mchungaji miaka mitatu hujapata nafasi ya kufunga hata siku moja.
Kweli si kweli? Siwezekana. Yaani na raha kiasi kwamba hata kuna sababu ya kufunga. Yaani uko vizuri, mazingira yako mazuri. Maana juzi tulikuwa na utulivu hapa. Tulijifunza Bwana Yesu anasema haiwezekani mpaka kuomba na kufunga. Tungaje inawezekana mwaka wa 3 hujafunga na kufunga. Sasa Wakristo tunaoongoza wanafunga 3 kama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mchungaji tutapata nafasi ya kutulia, kufunga na kuomba. Wale tunaoongoza wanafunga sasa hivi ngapi? Hao ndio tunaoongoza. Hakika tunapaswa kujitengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Utulivu huu wa mwaka 2026 tunapaswa kumkaribisha kwa Mtakatifu afanye kazi yake ndani yetu. Ni wakati wa kujitenga na shughuli nyingi kama nilivyosema za huduma, kujichunguza mbele za Mungu, kutubu pale tulipoanguka, kurekebisha pale tulipopotoka, kuponya majeraha ya kiroho, kuimarisha ndoa na familia. Ndoa ya mchungaji kama iko hoi, hata huduma huko nje itakuwa legelege. Mchungaji na mama hawazungumzi, huko nje kutakuwa na shida kubwa. Hazipo ndoa zetu ambazo zinapumulia mashine. Katika wachungaji kumwacha mama hawezi, mnabaki naye, lakini mmeachana. Tumekuja hapo ili kuziponya familia zetu, kusikiliza sauti ya Mungu pia na kupokea maelekezo mapya ya utume wetu. Tulia katika utulivu huu, sikiliza, utapokea maelekezo mapya yanayohusu utume wetu. Tumpatie Mungu nafasi ya kusema katika siku hizi tunapokaa hapa. Tupatie Mungu nafasi ya kusema kazi. Atatuonyesha yale tuliyoyafanya kwa uaminifu, atatuonyesha tulipokosea, atatuonyesha pale tulipoanza kupotea, tunapoianza njia. Na inawezekana hata mtumishi wa Mungu akaacha njia, anapoanza tu njia yake, ile njia ameacha, leli ameiacha, ni mahali pa kurudi katika leli, katika mizizi yetu. Ni mahali ambapo tumpe nafasi ya kutukemea pale tunapohitaji kukemewa. Unajua kuna watu wengine tunahitaji kukemewa. Tumpe nafasi ya tukemee, lakini pia kutuponya, atufariji, atujaze upya Roho wake Mtakatifu. Hakika siku hizi zitakuwa na baraka, tukimpa Mungu nafasi ya kuzungumza na sisi, atatuinua tena kwa ajili ya utume ulio mbele yetu. Tuwe mwazi kwamba hakika tunastahili kukemewa. Mapungufu tulio nayo katika huduma hii, mahali pengine yapo katika hali ya kutisha sana. Hapa niko mbele, tutakapokuwa sisi peke yetu, tutazungumza vizuri kabla ya kufunga mkutano wetu. Lakini niseme tu, hakika tunapaswa kukaa hapa na kutengeneza vizuri. Ni wapi tumewacha ule upendo wetu wa kwanza? Ni mambo gani tumeyafanya kiasi kwamba watu na waumini wanatushangaa? Ni mambo gani ambayo tumeyafanya na yametufanya sisi badala ya kuwajenga watu tunawaumiza watu sana, tumejeruhi watu wengi? Ni mambo gani ambayo katika huduma yetu tumewapoteza watu? Kuna watu wengine wamepotezwa na kiongozi. Waumini wameshindwa kumwona Yesu katika maisha na huduma,
katika mambo mengine. Tumekuwa wakame, tumepoteza nguvu na mamlaka. Tuna bado cheo kipo, lakini cheo kipo kwa mtu mkame. Mtu hana nguvu, na mtu kwa sababu ana matatizo na sosi ya nguvu, anakosa na mamlaka ya Mungu. Kuna wakati mwingine watu wanafanya kazi kwa mazoea, tumezoea. Nasimama tumezoea, mchungaji umezoea. Tuko wengi, zaidi ya 200. Kuna wengine wanafanya kazi hii kwa ujanja. Ifanye kazi inapofikia hatua unafanya kwa ujanja, hiyo kazi inakufanya kufa. Haipo. Takiwa nguvu, takiwa na mamlaka ya Mungu. Hali tulio nayo, tukiacha hivi iendelee, Mungu atatafuta watu wengine na njia zingine za kuifanya kazi yake. Kazi ya Mungu itaendelea, haitasimama kwa sababu yako wewe. Wewe ni mtu mdogo sana, ni mtu mdogo sana. Mpango wa Mungu ni mkubwa sana. Upendo wa Mungu anavyowapenda watu walioongoza ni mkubwa sana. Gharama aliyoilipa kwa ajili ya watu hao ni kubwa sana. Wewe huwezi ukawa kipingamizi cha Mungu kutekeleza mambo yake. Atakusogeza pembeni na kazi ya Mungu itaendelea na nguvu sana. Ukiwa na ukana wako na jinsi ulivyo na ujanja hautafanya kazi ya Mungu. Lakini tumekuja hapa kwa ajili ya hayo yote kutekeleza na Mungu. Haleluya. Tutoke hapa tofauti. Haleluya. Tupate nguvu mpya. Haleluya. Tupate maagizo mapya. Haleluya. Wachungaji katika dayosisi yetu hii tunafahamiana. Narudia kusema wachungaji au sio? Tunafahamiana. Wachungaji, tusitumie nafasi hii kurushiana vidole. Tujihesabu kwamba sisi wote ni dhaifu, sisi wote tumemkosea Mungu, wote tujielekee mbele za Mungu na kuja wote kwa pamoja kutaka nguvu za Mungu, kusikiliza, kupata agizo la Mungu jipya. Tutengeneze njia zetu, tumsikilize Mungu akituita upya. Ndugu zangu, kanisa linahitaji wachungaji waliojazwa na Roho Mtakatifu. Kanisa linahitaji watu waliojazwa Roho Mtakatifu. Familia zetu zinahitaji viongozi wenye afya kiroho. Jamii yetu inahitaji mashahidi wa Kristo walio imara. Na Kristo anahitaji askari waaminifu wanaoweza kusimama imara katika mstari wa mbele wa vita. Maombi yangu ni kwamba tutakapokuwa tunamaliza, tunaondoka hapa mahali hapa, tusiondoke kama tulivyokuja. Tuondoke tukiwa tumepatanishwa na Mungu, tukiwa na nguvu mpya, tukiwa na upendo mpya wa Kristo, tukiwa waaminifu na uaminifu mpya katika wito wetu, tukiwa tayari kuvaa silaha zote za Mungu na kuendelea kupigana vita vizuri. Mungu awabariki mpendo wangu. Mungu awatie nguvu. Mungu awaponye. Mungu awafanye upya. Awawezeshe kuendelea kumtumikia kwa uaminifu mpaka mwisho wa maisha yetu. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Msimame tukiwa tunanyenyekea.